Na Jacob Daniel Pascal hapa, huyu ni kiongozi wa vijana katika jiji la Baraka. Amekwenda kuongea 1 2 3 katika mkutano ambao umeweza kufanyika hapo jana, kutokana na hali za wasiwasi na hali ya usalama kuwa mdogo katika jiji la Baraka. Kuna 1 2 3 ambayo amekwenda kuiongea kuhusiana na hali hiyo inayoendelea katika mji wa Baraka na risasi ambazo zinazoendelea kurindima na kuweka usalama mdogo ndani ya jiji la Baraka, na baadhi ya watu huhofia maisha yao, wanashindwa hata kutembea usiku kuhusiana na hali za risasi ambazo zinazorindima usiku kama vile mchana. Kwa hiyo upate kusambaza video zetu na kuweza kulike na kuweza kuachia comment, pia usikose kusubscribe pamoja na kuweza kuacha maoni yako kutokana na hali hii inayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika upande wa amani pamoja na upande wa kivita ambao unaendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hali ndogo ambayo imesababishwa na waasi wa M23 baada ya kuteka miji miwili ya jimbo la Kivu Kusini pamoja na jimbo la Kivu ya Kaskazini. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, uende kumsikiliza Maitre de Gaulle ambaye amekwenda kuongea katika maiki za watangazaji wako wa mji wa Baraka kupitia hali ya usalama ambayo inaendelea kuwa mdogo katika mji wa Baraka kwa risasi ambazo zinazoendelea kurindima mara kwa mara. Msikilize kiongozi huyu wa vijana wa jiji la Baraka. Kazaji ya kwamba premièrement tunajua ya kwamba tuko hali ya udhaifu wa securite, et donc securite iko mbaya, na sisi vijana haibidi tukale kimya, inatubidi tukale pamoja, tuongee, tufanye mjadala, tuangalie kama tutapata proposition, parce que jusque là tuna decision fulani, inabidi tu propose vile tunawaza viongozi husika na wapate mawazo ya jeunesse ya vijana. Na labda kitu gani ambacho mnaenda kutoka nacho katika jioni ya siku ya leo ili kwenda kuongeza usalama katika mji wa Baraka? Ya kwamba mambo mengi yameongelewa, lakini kuke wenye wakuwa na shie sasa hivi watanifuata a travers antenne ya radio yako, watajua kwamba tuko wakati ya vita, na wakati ndio ni ya vita, tuko mobilisation kuishi mwi wakati, lakini inabidi tuishi. Tutaishi je? Inabidi vijana waache kuingilia kufanya mamovement zenye hazitasaidia wakati kitu wenye walichagua kutetelea nchi, watetelee nchi maslahi yenye serikali inapenda, watetelee nchi. Sisi ambao tumesema si wote hatuwezi ingia katika kazi ya kijeshi, tuangalie tuishi, tufanye makazi entrepreneuria, tutafute makazi kuke tutaishi hayo. Ule moment tuko wakati ya security, inabidi kila mtu angalie gisi ya kujilinda mwenyewe, usalama wake na kulinda mtu mwingine, kwani odela ke serikali iko na obligation ya kutulinda, na sisi wenyewe tunabidi tujilinde. Inabidi vijana waepuke eneo mbaya za wasiwasi wakati wa muda ambao umeshaondoka sana. Inabidi vijana wajue saa gani za kutoka nyumbani, saa gani za kurudia, wakati masasi yanapigwa mtu anapiga ikae wapi. Hii yote ni mambo yenyewe tuliongelea leo na kusisimuza, donc kusensibiliser jeunesse kujua kufanya faire face kwa situation kama hiyo. Vikao vya usisimuzi wa vijana popote pale, ikiwa hapa ndani ya mji wa Baraka na tarafani pote, je, mnakuwa mnalipangiliaje ili kila mtu awe anakuja kufuatilia mara kwa mara? Bon, il est vrai que hii ni depuis tuingie mwa wakati ya crise, ndio kikao ya kwanza conference deba mwi period, mais avant hii wakati nchi yaingia matatizo, niko na vikao zaidi ya 3 ambavyo niliwahi kuorganize na vijana wa jiji la Baraka. Bon, tutaangalia kwani kikao kinabidi kuwa na kidogo ya pesa kidogo, viti, sonorisation, vitu vingine no. Na period tuko mwayo pesa zionekani, tutakuwa tunajikaza hata kama uwezo uko finyu, lakini tutajikaza kwa tunaorganize vikao siku zingine, na tunashajana meme commune. Leo tuko commune Baraka Centre, kesho tutakuwa hata commune ya Karunja, kesho yake tunakuwa hata commune ya Katanga. Donc tutajikaza quelque soit hali ai permettre wewe pekee na population yote inaelewa hiyo hali. Maitre de Gaulle, tunakushukuru. Ndio, nawashukuru ndugu watangazaji.